Kufuatia mvua zilizonyesha na zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam, hali ya mawasiliano ya barabara kutoka Kinyerezi kuelekea Kisiwani Bonyokwa hadi Kimara ni tata baada ya madaraja kusombwa na maji katika maeneo hayo na kusababisha wakazi kukosa njia za kupita. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema hataki kusikia tena changamoto ya upatikanaji wa dawa katika hospitali ya Utete na kumtaka mganga mkuu wa wilaya Rufiji Hamisi Abdalla kuhakikisha anashughulikia tatizo hilo ili wananchi waendelee kupata huduma bora. Wanawake wa Kikristo nchini wametakiwa kusimama kwenye zamu zao na kuimarisha umoja na mshikamano sambamba na kumcha Mungu kwa uaminifu ili matokeo yake yawe na msaada katika kanisa na taifa kwa ujumla. Na katika habari za kimataifa, tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha 7.7 lililopiga Myanmar limeleta maafa makubwa huku idadi ya vifo ikiripotiwa kuzidi 1,000 na wengine wengi kujeruhiwa. Naam, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa Upendo TV. Karibu katika Upendo TV habari. Mimi ni Francisco Nongoro hapa na kusomea habari za kitaifa, lakini pia kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA, na kukumbusha tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kama Upendo Media. Karibu huko, nami napatikana kama Francisco Nongoro. Karibu unifuatilie huko, utapata taarifa kabambe. Basi tuanze kuangazia habari tukianza kukita kambi jijini Dar es Salaam ambako athari za mvua zimeonekana kuanza kwa hivi sasa. Kufuatia mvua zilizonyesha na zinazoendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam, hali ya mawasiliano ya barabara kutoka Kinyerezi kuelekea Kisiwani Bonyokwa hadi Kimara ni tata baada ya madaraja kusombwa na maji katika maeneo hayo na kusababisha wakazi kukosa njia za kupita. Wakazi wa eneo hilo akiwemo mchungaji mstaafu wa KKKT Christosila Kalata ameiomba serikali kumwangalia mkandarasi kwa jicho la tatu, kwani eneo hilo limekuwa korofi na mara kwa mara halina ufumbuzi wenye tija. Mkandarasi kwanza, kile kitendo chake cha kuondoa lile daraja la chuma na kuacha kuweka daraja la muda ambalo ni imara ni kitendo ambacho wananchi wanachukulia kwamba, nafikiri ni hujuma. Wanachukulia kwamba ni hujuma, na kama ni hujuma, mtu kama huyu sio kwamba achukuliwe hatua, naye hakujua kwamba hii barabara inakumbwa na maswaibu gani katika msimu mzima wa mwaka. Kwa hiyo kinachoendelea ni kwamba yeye alivyoliondoa lile daraja la chuma akaweka hili daraja la muda. Kwa hiyo ameelewa kwamba kumbe hili daraja ni muhimu, na kumbe akitaka kutengeneza daraja la muda anatakiwa atengeneze daraja la namna gani. Sasa hapa maelezo hayo yanakuwa yanaeleweka. Sasa tuende kuelekea huku Bonyokwa ambapo daladala zinasimama. Kuna kilima. Hicho kilima mvua hata ikinyesha masaa mawili tu safari haziendeki, kilima hakipandiki. Na kuna njia nyingine hapa ya kukatiza kwenda shule ya sekondari ya Macedonia na Nazareth. Na yenyewe ndio ilikuwa ni temporary barabara ambayo ingesaidia watu kuweza kwenda kwenye shughuli zao. Upendo TV imetembelea nyumbani kwa Rehema Mwihava ambaye nusu yake imesombwa na maji na kushuhudia baadhi ya vitu vilivyosalia vikitolewa nje, na huku mkazi huyo akiomba serikali kuwasaidia kujenga kingo za ukuta ili kunusuru mto huo kuongezeka siku hadi siku. Shida yangu au shida yetu wa mtaa huu wote, maana huko kunaitwa Bondeni, shida yetu maji yamekuwa kileta adha. Kama mimi hapa tayari chumba kimoja kimeshatoka, ndio mnavyoona vyombo hivi viko nje. Kwa hiyo tuko na shida. Awalao kama wanatengeneza daraja hili, tungeomba serikali tusaidie kutengeneza kingo mpaka kule kwa mbele kidogo. Kuna majirani zangu na wenyewe mifereji miwili ile ambayo inachukua maji kutoka juu, wangetusaidia kidogo tungepata nafuu. Ayubu Mari akizungumza kwa niaba ya majirani zake amesema wamekuwa wakijitolea kuchangishana kuweka kingo katika mto, lakini uwezo wao ni mdogo, hivyo kabla ya kukamilisha tayari mvua imewakuta na kuleta madhara. Kwa sababu hizi ni jitihada za wananchi wenyewe, wamejichanga, wamefanya hiki kufanya hapa ili waweze kuzuia maji yasije kwenye nyumba zao hapa na kuzuia muonekano kuelekea kwenye daraja kule. Sasa mimi ninachoshauri serikali, ikiwa sisi tumetengeneza hivi lakini tayari maji yashatuzunguka, yameshakula mpaka huko. Kwa hiyo nilikuwa ninachoomba wanapojenga daraja watengeneze kingo za kuzuia yale maji ili kulinda lile daraja. Kingo zile zianzie huku chini
kama ni mita 100 au kama ni mita 150, watengeneze daraja lile, ile kingo zile za zege zile, ili maji yapite pale yasende kwa asili lile daraja. Kwa hivi sasa mafundi wanaendelea na kazi ya kutafuta namna ya kuweka daraja la dharura eneo hilo ili wakazi waendelee kupita, na huko wananchi wakipewa wito wa kuendelea kuchukua tahadhari kipindi chote hicho mvua zinapoendelea kunyesha jijini. Hali ilivyo hiyo ya mvua katika jiji la Dar es Salaam. Poleni nyote ambao wameendelea kupata madhira ya mvua, lakini tuendelee kuchukua tahadhari. Basi tuendelee kuangazia taarifa habari. Tuende sasa Rufiji. Waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema hataki kusikia tena changamoto ya upatikanaji wa dawa katika hospitali ya Utete na kumtaka mganga mkuu wa wilaya ya Rufiji Hamisi Abdalla kuhakikisha anashughulikia tatizo hilo ili wananchi waendelee kupata huduma bora. Mchengerwa ametoa maelekezo hayo kwa mganga mkuu wa wilaya wakati wa ziara yake ya kikazi ya kuhimiza uwajibikaji katika hospitali ya wilaya ya Rufiji iliyopo Utete. Amesema kuwa Rufiji haijawahi kukutana na changamoto hiyo ya ukosefu wa dawa na kutolea mfano kipindi cha alichokuwa Daktari Makange ambaye aliwahi kuwa mganga mkuu wa wilaya ya Rufiji. Lakini katika kero ambazo nimezisikia Mheshimiwa DC ni pamoja na changamoto ya dawa. Mganga mkuu, umepata nafasi ya kuja Rufiji, unapaswa kufanya kazi wewe pamoja na watendaji wengine. Mimi sitegemei kuja hapa nikasikia kuna changamoto ya dawa. Tena hapa ndio wanapotoka waziri wa TAMISEMI. Sitegemei. Mheshimiwa DC, hili mganga wa wilaya ameniangusha. Wakati fulani tumekuwa tukimtolea mfano, tuliwahi kuwa na mganga mmoja wa wilaya hapa. Makenge. Alikuwa anaitwa nani? Makenge. Hatukuwahi kuwa na changamoto ya dawa wakati wake. Alifungua vituo vingi, akafungua zahanati nyingi, akakusanya mapato mengi kwa ubunifu aliyokuwa anaufanya wakati ule. Sasa hili mganga wa wilaya sijalifurahia. Umenisikia? Hili sijalifurahia. Nakwambia wazi kabisa. Kwa sababu sitegemei wananchi wangu walalamike kuhusu dawa. Sitegemei. Aidha, amewapongeza waganga wakuu na watumishi wa kada afya kwa juhudi zao katika kupunguza vifo vya mama na mtoto, kudhibiti vitendo vya rushwa hususan dhidi ya kina mama wanaofuata huduma ya afya ya uzazi katika hospitali na vituo vya afya hapa nchini. Mnahitaji kuwa wabunifu, mnahitaji kufanya kazi kwa bidii, mnahitaji kuwatumikia wananchi. Hawa ndio wanaotulipa mishahara. Hawa wananchi hawa, msiwadharau, hawa ndio wanaotulipa mishahara. Sasa hili sijalifurahia. Nakwambia wazi kabisa, hili sijalifurahia. Na nitafanya uchunguzi kujua ni kwa nini tumefikia huko, kwamba kuna changamoto ya dawa, ili niweze kupata majibu sahihi, kwa sababu wananchi hawa wanahitaji majibu. Na serikali haina changamoto ya fedha. Serikali hii haina changamoto ya fedha katika dawa kuwahudumia wananchi. Tunapokuja hapa tunataka tusikie wananchi wamehudumiwa vizuri. Anayekuja amehudumiwa, ameondoka, amekwenda nyumbani vizuri kabisa. Tena mimi na ninyi tuna mikataba. Ninyi wahudumu katika sekta ya afya tuna mikataba. Ninawapongeza kwa sababu sekta ya afya imepunguza vifo vya mama na mtoto. Tuangazie kutoka kule Kilimanjaro. Mkuu wa jimbo la Hai KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mchungaji Binaeli Mario amewataka maofisa wasafirishaji yani bodaboda kufanya kazi zao kwa weledi huku wakijali afya zao pamoja na wateja wao ili waendelee kufurahia huduma wanayotoa kwenye jamii. Amesema hayo wakati alipokuwa kwenye mkutano na maafisa usafirishaji ulioandaliwa na KKKT Dayosisi ya Kaskazini Jimbo la Hai uliofanyika jimboni hapo mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa kanisa linaungana nao katika kuijulisha jamii kuheshimu kazi zao, kwani huduma wanayoitoa ni muhimu, na kuwataka kujiepusha na vitendo viovu ambavyo vinaweza kuleta madhara katika jamii. Wakati wote mkemini wa thamani sana mbele za Mungu na mbele ya jamii, hivyo kufanya kazi zenu mkitambua hiyo, mkiepuka kabisa tabia ambazo zitashusha heshima yenu na thamani yenu katika jamii na kuletea hili kufaramia. Tambua thamani yenu katika huduma, mkijali afya zenu, lakini pia mkijali afya za wale wateja wenu ambao wanahitaji kuishi kila siku ili endelee kutumia huduma zenu kwa kuepuka vitu vyote ambavyo vinatarajiwa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika salamu zake za mwaka mpya tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2024 alieleza vizuri kabisa kwamba zilitokea ajali 1735 kwa mwaka 2024 na ajali hizo 70%
13.7 zilitokana na uzembe barabarani. Awali Mchungaji Mathayo Mtui, katibu wa idara ya vijana na wanafunzi Dayosisi ya Kaskazini, akifungua mkutano huo kwa niaba ya msaidizi wa askofu Mchungaji Deogratias Msanya, amewataka maafisa usafirishaji kuheshimu alama za barabarani ili kupunguza ongezeko la ajali za mara kwa mara zinazohatarisha maisha ya watu. Kwenye kijiwe chenu kuna waendesha bodaboda wanaoaminika, anapigiwa simu, nenda pale nyumbani mchukue mke wangu, nenda pale nyumbani mchukue binti yangu, mpeleke eneo fulani. Sasa nenda kamchukue, kwa kuwa wanaaminika, wanapata kazi nyingi wanazoitiwa kwa njia ya simu. Yule asiyeaminika anayefanya mambo ya ovyo ovyo haiti akamchukua mke wa mtu, binti wa mtu, mtoto wa mtu, kupeleka mizigo mahali fulani na kadhalika na kadhalika. Ninaomba ujue neema, Mungu alipata neema machoni kwa Bwana, na wewe umepata neema machoni kwa Bwana. Ameruhusu upate ajira kwa njia ya kuwa afisa msafirishaji wa bodaboda. Nao wadau walioshiriki katika kutoa mada kwa maafisa usafirishaji wamesema mada yao inalenga kuwaelimisha jinsi ya kuweza kufikia malengo kupitia kipato wanachokipata, huku maafisa usafirishaji wakieleza umuhimu wa mkutano huo. Tumegusia maeneo ya msingi ya kuongea na wao kwa nia ya kuthamini pesa, kwa maana wao wanatafuta kipato ambacho wanakipata kila siku. Kwa tukawapa unafuu ambao upo katika kuweka malengo ya fedha, kuheshimu fedha, lakini na kutunza kwenye akaunti ambazo hazina gharama lakini zitawapa faida. Lengo kuu ni nini? Ni kuona kwamba leo akiwa bodaboda anaweza kafikia malengo yake kwa kupitia kile kipato anachopata kila siku, lakini aweke wapi? So elimu kubwa niliyofanikiwa kuipata mimi ni kujua umuhimu wangu mimi na majukumu yaliyoko nyuma yangu. Watu wote wameandaa hafla hii na kikao hiki ni kwa ajili ya faida yangu mimi, sio ya mtu mwingine au anayenisikiliza. Maana lengo kubwa ni kuthamini uhai wangu mimi, sio wa mtu binafsi au mwandishi wa habari au yeye yule aliyeandaa, lakini ni kuona thamani ya maisha yangu. Ninashukuru kwa sababu unapokumbushwa jambo unatakiwa basi na wewe uweze kuelewa ni nini umeelekezwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa elimu yote tuliopewa. Tunajulikana kama sisi ni watu muhimu katika jamii. Ndio maana mtu anaweza kukutuma ukamchukue mtoto wake, ukamchukue mke wake. Mwingine anaweza kukupata fungu la hela umpelekee sehemu. Kwa hiyo sisi ni watu muhimu. Kwa hiyo tunashukuru kwa mambo yote tuliyopata hapa. Kwa hiyo tunaomba Mungu atuwezeshe kutoka hapa tuende tukafanyie kazi. Ni muhimu kwa maafisa wasafirishaji kuzingatia na kufuata sheria za barabarani ili kuepuka ajali za mara kwa mara inayogharimu maisha yao na watumiaji wengine wa barabara. Kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Tuangazie sasa taarifa nyingine, mtazamaji. Katika mkoa wa Pwani, wanawake wa Kikristo nchini wametakiwa kusimama kwenye zamu zao na kuimarisha umoja na mshikamano sambamba na kumcha Mungu kwa uaminifu ili matokeo yake yawe na msaada katika kanisa na taifa kwa ujumla. Wito huo umetolewa na mchungaji mlezi wa wanafunzi wa Kisarawe Seminari Upendo Isaya wakati wa ibada ya maadhimisho ya siku ya Pasaka ya wanawake wa jimbo la Kusini Magharibi yaliyoanzishwa na kuadhimishwa KKKT usharika wa Sanze Kisarawa. Katika wazo hili kuu, wapendwa wanawake wote, tunawakumbusha ya kwamba kweli tuna mipango mingi sana, hasa inapofikia nyakati za sikukuu na hasa kipekee katika sikukuu hizi za Pasaka. Tunakuwa na mipango mingi katika familia na katika sisi wenyewe binafsi, lakini ninawashauri wanawake wote sasa tufikirie habari ya utumishi wetu katika kanisa. Kanisa bila mwanamke halijawa kanisa. Tunategemewa kusimama imara katika huduma, tunategemewa kusimama imara katika kuhubiri Injili ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kama wale wanawake wenzetu walipokuwa pale kaburini, walitumwa waende wakasambaze habari kwamba Yesu amefufuka. Kwa upande wake, parish weka wa jimbo la Kusini Magharibi Lea Ernest na mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto jimbo
Tumpe Mwakatobe wamesema mwanamke akikaa kwenye nafasi ya kiroho na kutumia muda wake kwa ajili ya Mungu, hakika taifa litasimama kikamilifu. Na ukikumbuka kwa habari ya yule mwanamke ambaye alienda kumpaka Yesu malihamu safi tena yenye thamani sana, alikuwa akiandaa maandalizi ya Yesu kuelekea msalaba. Lakini pia tunaona hata pale msalabani wanawake ndio waliomwendea Yesu walipokuwa wakimlilia, lakini Yesu akawaambia wajililie na nafsi zao. Hivyo tunamuona mwanamke akiwa na nafasi kubwa katika kumtumikia Mungu. Lakini pia mwanamke huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kwenda kaburini kuupaka mwili wa Yesu mafuta. Lakini pia alikuwa wa kwanza kupeleka habari za kwamba Yesu amefufuka. Hivyo basi kwa kanisa, wanawake tujitoe kumtumikia Mungu. Tujitoe kumtumikia Mungu kwa mali zetu, muda wetu na kila tulicho nacho, tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Sasa inatufundisha kwamba hata sisi wanawake tuna wajibu mkubwa sana, si kwenye kanisa tu, bali hata kwenye familia zetu, katika malezi, katika makuzi. Hivyo ni watie moyo na kuwatia hamasa wanawake wenzangu na jamii kwa ujumla, tujitoe sana katika kushughulikia masuala mazima ya kumweneza Kristo, tukikumbuka hasa mateso na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Baadhi ya wahudhuriaji katika ibada hiyo ya maadhimisho ya Pasaka wameshukuru kanisa kuwakutanisha na kutambua nafasi zao, kwa kuwa mwanamke ndiye chachu ya imani na kuwa anathubutu na ndio maana alithubutu hata kumpaka Yesu mafuta. Pekee kabisa namshukuru Mungu katika maadhimisho yaliyofanyika hapa usharika wa Sanze. Namshukuru Mungu katika maadhimisho haya ya Pasaka kama wamama. Kipo ambacho tumekipokea leo, tumefundishwa wamama kwamba tunapoelekea sikukuu ya Pasaka tujitoe zaidi katika kumtumikia Mungu. Alafu kabisa tumeambiwa katika familia wamama ndio wanaongoza. Tukumbuke pia hata Yesu pale kaburini kabisa, watu wa kwanza kwenda kuona kaburini pale ni wamama. Kwa hiyo wamama ni nguzo kubwa sana katika jamii, katika kanisa letu, katika sharika na katika mitaa yetu. Ukiangalia kwenye kanisa bila mwanamke, yani kuna upungufu mkubwa sana. Wanawake tunawajibika kufanya vitu katika kanisa. Madhabahu zinatutegemea sisi wanawake. Watoto na vijana kanisani wanatutegemea sisi wanawake. Kanisa likiwa halina mwanamke, yani linakuwa kuna kitu kinapungua. Kama tujitoe katika jukumu la kumtumikia Mungu, tusikae nyuma, manake wamama ni jeshi kubwa, tunategemewa hapa kanisani. Bila kuwa na mshikamano hamna kitu chochote kinachoendelea. Katika kumtumikia Mungu tusimame imara ili tuendelee kumtumikia Mungu, tuachane na mambo ya dunia hii. Maana tukiambatana na mambo ya dunia hii tutasahau wajibu wetu sisi kama wanawake kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini kwa ajili ya kuiangalia hata familia yetu majumbani kwetu. KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani ina utaratibu wa kuadhimisha Juma la Pasaka kwa ngazi ya majimbo. Lengo ni kuwakutanisha pamoja waumini kuabudu na kukumbuka nafasi ya mwanamke na utumishi katika kuimarisha kanisa.